Godbless Lema ameweka wazi juu ya kile ambacho kimekuwa kikienea kwenye mitandao ya kijamii kuhusu taarifa ya ajali yake yeye. Kuna taarifa inayosambaa mitandaoni huko sio kidogo, yani inasambaa sana kwamba Godbless Lema apata ajali mbaya ya gari muda huu, lakini taarifa hii inaonekana imechapishwa na Millard Ayo. Tutajiuliza mbona media kubwa hivi alafu ichapisha habari hivi? So hii ni taarifa ambayo Godbless Lema mwenyewe ameweza kuipost, na baada ya kuiposti kuna maneno akayaweka ambayo yameibua hisia nzito, huku akiweka na vifungu vya maneno ya Biblia. Kwa hiyo Godbless Lema kaona kabisa hii sio sawa. Okay, ni hivi bwana, Godbless Lema bwana ameamua kuja na kufichua, je, ni kweli hiki kinachopostiwa na media kubwa kama hizi kina uhalisia ndani yake, kwamba yeye kapata ajali mbaya. Godbless Lema kupitia official page yake ya Instagram aliweza kuandika ujumbe huu: puuzieni huu uzushi, mimi ni mzima wa afya, naendelea kukemea serikali, mapepo na washirika wao bila woga wala kupumzika. Zaburi 118 mstari wa 17, sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo ya Bwana. Huu ndio ulikuwa ujumbe wake. Sasa waliokuja kukomenti ni wengi. Bavicha Queen wao waliandika, ilikuwa kidogo tu nizimie kwa mshtuko, mimi nabii, ongea na Bwana, hakikisha unaishi sawa. Twa Mwaipaya akasema vibaka wa Rumumba wanahangaika sana. Sasa hii ni taarifa ambayo ilishtua mamia ya watu na maelfu ya watu, kwa sababu Godbless Lema sasa hivi anatazamiwa kwamba ni mmoja kati ya wanaharakati, lakini pia wanasiasa ambao wamekuwa akizungumza kwa utashi wake sana. Ikumbuke kwamba Godbless Lema kupitia matamko yake pia mpaka msajili wa vyama aliweza kunukuu na kusema kwamba kwa yale matamko basi hawa Chadema wanahamasisha vurugu. Kwa hiyo wao inabidi wajieleze. So Godbless Lema si tu msemaji ama mzungumzaji wa kwenye majukwaa, hapana, ni mwanaharakati kindakindaki ambaye amekuwa pia akishiriki baadhi ya harakati zinazoendelea kwenye mitandao ya kijamii. Godbless Lema anatazamwa kama kioo pekee ambacho kimebakia uraiani, ukiachana na John Heche. So ikumbukwe kwamba uhimili ama utimamu wa Godbless Lema unachangiwa pia na hoja zake na pointi zake ambazo amekuwa akizizungumza. Alishawahi kusema waziwazi kabisa, yani yeye asimame na Makonda alafu Makonda ashinde ubunge. Hicho kitu hapana, sio kweli. So hayo ni maneno tu baadhi ambayo amekuwa akiyazungumza. Sasa hizi taarifa za kuzushiwa na media kubwa kama hiyo Millard Ayo kwamba amepata ajali, kasema zipuuzwe, yeye ni mzima na anaendelea kukemea mapepo CCM na watu wote kama nilivyo nukuu kwenye ujumbe wake. So ni nani ambaye anafanya huu mpango mzima wa kuchapisha taarifa kama hizi? Hii ni issue ambayo imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu sana. Labda nikukumbushe kipindi ambacho wanaharakati na wanasiasa wamekuwa kipambania kitu kwa nguvu kubwa, kama sasa hivi ambapo wanaharakati wamekuwa na ajenda kwamba wameandaa maandamano yatakayofanyika tarehe 7 mwezi wa 7. Sasa kuna ibuka baadhi ya watu ambao wamekuwa wakikwamisha. Kwa mfano na kutajia, kuna kikundi kilibuka cha Wakatoliki, kuna kikundi kikaibuka cha mashehe, kuna watu wengi waliibuka na matamko tofauti. Hiyo ikiwa ni wanasema wenyewe ni mipango ya wanasiasa wenyewe, yani wamekuwa wakielewa kwamba hizo ni njia ambazo zinatengenezwa ili kuwatoa watu kwenye lamani. So hata baadhi ya vyombo vya habari huenda vinatumika kuwatoa kwenye lamani. Godbless Lema kasema mzima wa afya na anaelekea Kilwa. Drop comment tukomentisha kinoma noma. Bye bye.